Mheshimiwa Spika, naomba kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Christabella. Shukrani sana Mheshimiwa Spika kwa nafasi hii. Je, wizara inabadilisha maeneo yake japo kidogo kutoa awali siku moja na kuweka hata chips Mheshimiwa? Kama wanavyozidi kuingia hivyo ndani ya bunge. Mheshimiwa ndani ya bunge vijana hao Mheshimiwa Spika anaingia sasa ndani ya bunge wakiwa wamependeza kweli. Ndugu mtazamaji, hawa ni wana Mount Kibo kabisa. Hili ni bunge kabisa. Sasa kwa wale ambao wampendi kuangalia mabunge, hapa leo tunakutana nalo bunge. Naona taratibu zote zinazingatiwa, kila kitu. Ni spika wa bunge huyo anaenda kutulia hapo kukaa kwa ajili ya mambo kuendeleza bunge lao la Mount Kibo School. Ndugu mtazamaji, kuwa nami tusikilize dua kwa ajili ya bunge. Mwenyezi Mungu mtukufu, muumba wa mbingu na dunia, umeweka katika dunia serikali za wanadamu na mabunge ya mataifa. Tunakuomba ibariki nchi yetu, umjalie rais wetu hekima. Leo kuna mambo mengi sana mazuri. Utawala bora. Utuongezee hekima na busara sisi wabunge wa bunge lako hili tukufu, ili tufanye maamuzi sahihi na yenye manufaa kwa watu wote. Amina. Bwana, sala ya bunge limeisha. Vijana wanaanzia, katibu anafungua. Maswali na majibu. Wizara ya Elimu. Mheshimiwa Malcolm. Asante sana kwa nafasi. Wizara ya Elimu hiyo ndio wameanza kuuliza maswali. Waziri wa Elimu anaenda kutoa majibu kwa swali ambalo wameulizwa. Mheshimiwa Spika, Wizara ya Elimu katika shule yetu inaendelea kusimamia vyema elimu, maana ndiyo msingi wa malengo ya shule. Mheshimiwa Spika, kukuthibitishia hilo, naomba kutoa takwimu za miaka mitano nyuma kutoka mwaka 2021 hadi 2025 ya ufaulishaji wa shule yetu katika mitihani ya darasa la 7 kitaifa. Mheshimiwa Spika, mwaka 2021 watahiniwa walikuwa 95, ufaulu wa A 47, B 45, C 3, wastani wa shule 234.2632. 2022 kutoka spika wa bunge tutamuoje hapa. Spika sauti pale basi. B 17, C 0, wastani wa shule 257.9057. 2023 watahiniwa walikuwa 104, ufaulu wa A 68, B 30, C 6, wastani wa shule 247.8077. 2024 watahiniwa walikuwa 134, ufaulu wa A 125, B 6, C 2, wastani wa shule 270.5522. 2025 watahiniwa walikuwa 134, ufaulu wa A 114, B 20, C 3, wastani wa shule 260.0746. Mheshimiwa Spika, ufaulu wa vijana wetu unapanda kila mwaka, jambo ambalo linaifanya shule yetu iendelee kuwa na ubora kila mwaka, na tuna imani kuwa mwaka huu tutafanya vizuri zaidi ya miaka yote, maana vijana wetu wameiva na wako tayari kufanya vizuri zaidi, na Mungu atusaidie. Naomba wote mniunge mkono kwa kusema amina. Amina. Mheshimiwa Tariq Simba. Nashukuru sana Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi ya kuuliza swali la nyongeza. Kwanza kabisa Mheshimiwa Spika, naipongeza Wizara ya Elimu kwa kusimamia vyema elimu katika shule hii, na nawapongeza walimu wote kwa ufaulu huu mzuri. Na waomba wabunge mzangu mniunge mkono japo kwa kuwapigia makofi. Mheshimiwa Spika, pamoja na pongezi na ufaulu mzuri, naomba kuuliza, je, shule ina mpango gani juu ya kuibua na kuendeleza vipaji mbalimbali vya watoto hapa shuleni? Waziri wa Elimu. Mheshimiwa Spika, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Tariq Simba kutoka jimbo la Mikumi kama ifuatavyo.
Mheshimiwa Spika, shule inaendelea kuinua vipaji mbalimbali vya vijana wetu. Yapo mambo mengi shule inakusudia kufanya. Kwa kuanza mwaka jana tumeanzisha darasa la muziki. Vifaa vyote vinavyohusu darasa hilo vimekamilika. Kwa mfano vinanda, gitaa na ngoma, na darasa tayari linaendelea. Mheshimiwa Spika, shule hii pia inakusudia kuanzisha darasa la kuogelea ambapo mafunzo haya yatafanyika katika mabwawa ya shule yatakayojengwa shuleni hapa kwa kuzingatia usalama wa watoto wetu, na mipango yote inakwenda vizuri. Niwaombe wazazi kushirikiana na elimu ili kuwezesha mambo haya yote kwa uzuri zaidi. Katibu, Wizara ya Michezo. Mheshimiwa Emmanuel Doto. Asante kwa nafasi hii Mheshimiwa Spika. Je, Wizara ya Michezo ina mpango gani juu ya kuboresha miundombinu ya michezo hapa shuleni? Waziri wa Michezo. Mheshimiwa Spika, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Ena Doto kutoka jimbo la Ngorongoro. Mheshimiwa Spika, Wizara yetu ya Michezo inaendelea kukuza vipaji vya vijana wetu hapa shuleni. Mheshimiwa Spika, kufuatia ujenzi uliokuwa unaendelea hapa shuleni, tulishindwa kuboresha uwanja wetu wa mpira miguu kwa sababu uwanja huu mara nyingi ulikuwa unatumika kushushia na kutunzia baadhi ya vifaa vilivyokuwa vinatumika katika ujenzi wa ukamilishaji wa madarasa. Mheshimiwa Spika, mara tu baada ya kukamilisha ujenzi wa madarasa, tulianza ujenzi wa uwanja wa kisasa ambao utawezesha vijana wetu wa kike na kiume kuendeleza vipaji vyao kucheza mpira wa miguu, ambao kwa sasa ni sehemu ya ajira kwa vijana wengi sana duniani kote. Mheshimiwa Spika, kama unavyoona ujenzi wa uwanja wetu ulipofikia na wakandarasi wanaendelea na ujenzi. Uwanja huu utakuwa bora zaidi ya hivi tunavyouona sasa. Mheshimiwa Spika, shule yetu imeanzisha ligi ya mpira wa miguu na mpira wa pete inayoitwa Mount Kibo League, ambayo huchezwa kwa mikondo ya madarasa kama vile Mikumi, Ngorongoro, Serengeti, Tarangire na Ruaha, ambayo hujumuisha wanafunzi wote kufuatana na mikondo ya madarasa yao. Mheshimiwa Spika, mfumo huu ulianzishwa mwaka jana 2025 ikiwa ni shule pekee katika nchi hii yenye utaratibu huu wa kimichezo, ambapo washindi hupewa kombe na zawadi zingine. Mheshimiwa Spika, washindi kwa mwaka 2025 mpira wa miguu walikuwa ni Ngorongoro na mpira wa pete wakiwa ni Mikumi. Mheshimiwa Spika, ligi hii mwaka jana imeweza kumtoa mwanafunzi mmoja aliyejiunga na shule ya michezo ya Fountain Gate inayoshiriki ligi kuu NBC hapa Tanzania, na inawezekana siku za usoni tukaanza kumuona akicheza huko. Mwanafunzi huyo anaitwa Laurian Mumburi. Mheshimiwa Christabella. Asante sana kwa kunipa nafasi hii Mheshimiwa Spika. Pamoja na pongezi, je, Wizara ya Michezo ina mpango gani juu ya kuibua vipaji vya watoto tofauti na mpira wa miguu? Waziri wa Michezo. Mheshimiwa Spika, naomba kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Christabella kutoka jimbo la Tarangire. Mheshimiwa Spika, pamoja na vipaji vya mpira, lakini pia shule yetu kupitia Wizara ya Michezo iliamua kusaka vipaji vingine kwa watoto wetu na kuanzisha kitu kinachoitwa Mount Kibo Kids Talent Show, ambayo ilihusisha uvumbuzi wa vipaji mbalimbali vya watoto wetu. Katibu, Wizara ya Chakula. Mheshimiwa Carolina. Mheshimiwa Spika, naomba swali langu namba 154 lipatiwe majibu. Waziri wa Chakula. Mheshimiwa Spika, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Carolina kutoka jimbo la Serengeti kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, Wizara ya Chakula iliweza kupokea mawazo ya wazazi kuhusu chakula tunachowapatia watoto wetu. Kwa mfano, hapo awali tulikuwa na siku moja ambayo watoto wetu walikuwa nakula ugali, lakini baada ya kupokea mawazo ya wazazi kupitia vikao mbalimbali vya shule na wazazi,
tumeacha kuwapatia ugali watoto wetu, na badala yake watoto wetu wanakula wali nyama, wali maharage, pilau pamoja na mboga za majani zikiambatana na matunda msimu husika. Lakini pia siku ya Jumapili watoto wetu pilau na kuku. Mheshimiwa Tariq Omari. Shukrani sana Mheshimiwa Spika kwa nafasi hii. Je, wizara inabadilisha maeneo yake japo kidogo kutoa wali siku moja na kuweka hata chips Mheshimiwa? Waziri wa Chakula. Mheshimiwa Spika, jambo hilo la Mheshimiwa Tariq kutoka jimbo la Manyara kuhusu watoto kuwa na siku ya kula chipsi tutalifanyia kazi kupitia vikao mbalimbali vya shule na wazazi. Nina hakika shule yetu haiwezi kushindwa kufanya hivyo. Kama imeweza kuwapatia pizza watoto wetu wanaofanya vizuri katika masomo mbalimbali, chipsi kitu gani? Kweli. Mheshimiwa Spika, kikubwa ni kwamba niwaombe wazazi waweze kukamilisha malipo ya ada za watoto kwa wakati ili nasi tuweze kufanya hayo yote, na washukuruni sana. Wow. Hii umechukuliaje kama waziri wa chakula? Mimi kuhusu chips hiyo sidhani hata kama ni muhimu, maana watu hapa so lazima, lakini kikubwa ni kwamba watoto hapa wakifaulu, tuseme kama darasa 7 wakifaulu Jumanne wanakula chips zao wanashibika kabisa, lakini the most important thing kwamba wazazi wakamilisha tu ada zao. Hapa ndio kitu ambacho nakia. Bwana, nimesikia tofauti na waziri, nasikia bwana unachana sana. Nasikia unachana sana. Unaweza kunichania kidogo waziri? Sawa. Naomba shika mic kidogo, naomba kuagika. Angalia kule waziri, naomba uchane kidogo. Naomba uchane kidogo waziri. Piga vibe. Sogeza mic, imba waziri, tusikie. Sa nimbe. Yo, I'm not in the mood cause my flight delayed. So I jumped on a private jet, I'm asking the pilot like ETA, Lambo park in the London still, everybody my gun and my DJ paid. Was my keep talk about inshallah, this story don't even pray, was mine, I'm wearing a Jesus piece. How to squeeze them jeans, you behind like a PT Swiss, Tetan like a GBG, don't beef nobody like GBK. Woke up on the roadside of the best kind of TikTok of my best, la my yamba don't lead him, start label like PVA, paid already, we don't need no hits, we don't need ideally, boss of a team in the club, my school on TikTok, extra on the thick on which one, who do you want bro, pick one, if I shoot that actually hit one, matter of time, I'll get them TikTok, huh? Alright, we'll go band for band, father, we're going M for M, call a mail for the Maybach truck, double R and a faggot rims. Waziri umeua. Waziri hongera sana. Bwana ni waziri wa michezo huyo, lakini pia ana kipaji cha kuimba. Hapo alikuwa anachana kweli. Asante sana waziri wa michezo. Mimi nitakutafuta baadaye, najua una mengi sana. Bwana, hongera bwana. Wewe ni waziri wa chakula bwana? Ndio mimi. Hivi menu ya Mount Kibo iko vipi? Kwanza tuanze na Jumatatu. Jumatatu asubuhi kabisa tunakunywa chai na mkate. Darasa 7 mpaka darasa 5 wanakula mikate 3, darasa 4 kwenda chini wanakula mikate 2. Yes. Twende mchana. Mchana Jumatatu wanakula wali na maharage. Bwana hongera sana. Hongera sana waziri wa michezo. Bwana, nimesikia mambo mengi sana yanaendelea. Kumbe mna ligi hapa? Ndio. Mfumo wa ligi yenu wa Mount Kibo uko vipi? Kuna mikono ni kwenye kucheza mpira inafuatiana mikono ya Ngorongoro, Mikumi, Tangire, Ruaha na Serengeti, ambayo hizo timu wataenda kushindana na timu nyingine wakiwa wanacheza mpira wa pete na mpira wa miguu. Na kuna tuzo yote ambayo inatoka mkishamaliza kwa hiyo kwenye hizo vikundi vyenu? Kuna tuzo yote ambayo inatoka? Ndio, inatoka. Na mfano wa mtoto aliyetoka ni Benjamin Sixtus Ngoi, alitoka na mchezaji mzuri wa mpira. Bwana asante sana. Bwana, nimesikia kuna mchezaji ameenda Fountain Gate. Ndio. Katoka shule Mount Kibo. Ndio, na Laurian Mamburi. Ndio. Asante sana. Bwana ni waziri wa michezo ambaye yuko kwenye bunge. Sasa kabla tujamaliza, naomba nikuunganishe ni Wachina wanaoingia. Unaambiwa Mount Kibo. Wow. Inapendeza. Lakini pia bunge limetembelewa na wazazi wa wahitimu wetu. Naomba wasimame watupungie mikono. Wasimame wazazi. Safi kabisa. Waheshimiwa wabunge, na huu ndio mwisho wa bunge letu, na tukutane tena baadaye saa 7 mchana. Asanteni. Makofi mengi kwao. Lakini kuna taratibu na wabunge pia tuwapigie makofi wakati wanaondoka. Yaani wabunge mimi natawapenda wanaondoka wao na Spika wa bunge. Asante sana wabunge. Mko vizuri.
Bwana ni spika wa bunge. Ndio ni mimi. Bwana hongera sana spika wa bunge. Asante. Ni ujumbe, mbona ni mjumbe mzuri sana. Kitu gani ambacho mmeandaa kwa muda gani hiki kitu? Tumeandaa kwa muda wa wiki 3. Kwa muda wa wiki 3. Haya yote yanapatikana katika shule ya Mount Kibo. Ndio. Samahani, naweza nikampata waziri wote, hata waziri wa michezo? Ndio. Hebu unaweza kanitia hata waziri wa michezo? Wapendwa wageni walikuwa mabibi na mabwana, ni Wachina kutoka